katika maeneo mbalimbali, moja likiwemo hilo ambalo naibu mwanasheria mkuu wa serikali amelisema, huduma za msaada wa kisheria kwa maana legal aid. Eneo hili bado ni changamoto katika nchi yetu, na sisi tunaona kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ni vyema tukaliimarisha ili wananchi kupitia vituo vya huduma, zile contact centers ambazo tunazianzisha, na pamoja na zile kamati za ushauri za kisheria za mikoa na wilaya katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwajengea uwezo wa kitaalamu wahitimu wa taasisi ya mafunzo ya wanasheria kwa vitendo kupitia huduma hizo ambazo tunazozitoa huko. Kwanza kuwezesha taasisi hizi kushirikiana. Yaani hilo ndio jambo kubwa la msingi, kushirikiana katika masuala mbalimbali katika taaluma ya sheria. Full stop. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo ukilifungua hili unaweza ukakuta kuna mambo mengi ambayo tunaweza kushirikiana katika taaluma ya sheria. Kwa hiyo katika utekelezaji wake tutaona kwa kadri taasisi mbili zitakavyoona inafaa. Ya pili ndio hilo ambalo nilisema, kutengeneza mazingira wezeshi kwa wanafunzi au wahitimu wa taasisi ya kwa vitendo Tanzania kushiriki katika utoaji wa huduma za msaada wa kisheria, kuongeza ujuzi, weledi na ukuaji wa kitaaluma, yani kwa maana ile professional competence. Yani ile professional competence ni lazima tu uwe na mikakati ya kuona namna gani tunaweza kuliboresha hilo. Lakini na kujenga uwezo kuhusiana na namna ya kuwasiliana na mteja na mahusiano baina ya wakili na mteja, customer service, customer care hivyo. Lakini kujiandaa kuwa wakili na miiko ya uwakili, preparedness for practice, kufanya utafiti wa kisheria na maandalizi ya nyaraka mbalimbali za kisheria. Sasa hili eneo la utafiti ni muhimu sana. Lakini na kujenga ujuzi wa majadiliano, maana zile negotiations, matumizi ya muda, time management na maadili ya taaluma ya uwakili. Sababu kwenye eneo la majadiliano kidogo tunaona tunahitaji kuongeza nguvu ili tuweze kufanya majadiliano vizuri, yani kwa maana ya kufanya ile meaningful dialogue. Kuengage na kufanya meaningful dialogue ni eneo ambalo ni la muhimu sana. Lakini kuongeza au kujenga umakini katika kushughulikia na kuchakata masuala mbalimbali ya kisheria, kwa maana develop ile meticulous attention to details. Attention to details. That's very very important area ili ule umakini uweze kuwa mzuri. Tumekuwa tukiandaa vijana au wanasheria kwa vitendo, na kama sehemu ya kuandaa ni pamoja na kutoa msaada wa kisheria. Na wamefanya hivyo katika maeneo mbalimbali na wengi wana uzoefu huo, na kama taasisi tumeshiriki pia kwenye huduma ya Mama Samia Legal Aid Campaign kwenye maeneo mbalimbali nchini ambayo iko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria. Kwa hiyo hati hii inatupa hatua nyingine, moja kwa ajili ya kushiriki kwa karibu zaidi zoezi la utoaji wa msaada wa kisheria, lakini jambo lingine ni kwa ajili ya kuwapa wanafunzi wetu fursa, kwa sababu kwa wanasheria zoezi la kujifunza kujinoa ni zoezi endelevu, na huwa mwanasheria anakuwa mbobevu zaidi kadri anavyotekeleza majukumu yake ya wanasheria. Kwa hiyo tunaona hii ni fursa kwa wanafunzi wetu watakapokuwa wanashiriki kwenye kutoa huduma za msaada wa kisheria kwa Watanzania, vile vile watakuwa wanaendelea kunoa mahiri wao, na hii pia italeta uendelevu wa huduma ya msaada wa kisheria. Kupitia kampeni ya Mama Samia imeonekana uhitaji mkubwa sana wa Tanzania kupata huduma za kisheria. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama taasisi ya mafunzo ya wanasheria kushiriki kwenye zoezi hili, tunakwenda kusaidia kuleta uendelevu sasa, kwa sababu wanafunzi wetu wale tunaowafundisha wana uwezo mkubwa sana kwenye kutoa huduma ya msaada wa kisheria, na kwa sababu tuna idadi kubwa ya wanafunzi hawa, tuna uhakika kwamba kupitia hizi contact centers na huduma hii ya msaada wa kisheria kwenye ngazi ya wilaya na mkoa, basi tuna uhakika kwamba Watanzania wengi watanufaika zaidi. Lakini vile vile kama taasisi tuna uwezo wa kutoa mafunzo
katika ngazi mbalimbali, tuna uwezo wa kutengeneza mafunzo mbalimbali kwenye kada ya sheria. Kwa hiyo nimshukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali kwamba kupitia hili taasisi sasa inaweza kwenda kuandaa mafunzo kwa ajili ya kufundisha wataalamu mbalimbali kwenye sekta ya sheria.